Mhashamu Askofu Eusebius Msigwa, Makamu wa Rais wa TEC, Mhashamu Askofu Stefano Lameck Musomba, OSA, Askofu wa kwanza wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, wahashamu maaskofu wakuu na wahashamu maaskofu waliopo, waheshimiwa sana maabate, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, mkuu wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo, waheshimiwa sana mapadre, mashemasi, watawa wote na viongozi wa halmashauri za walei, waheshimiwa viongozi wa dini mbalimbali mliopo, viongozi wa vyama vya siasa, kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Pwani, waamini wenzangu na watu wote wenye mapenzi mema, waandishi wa habari, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025, mahujaji wa matumaini. Mungu ni mwema na kila wakati. Kanisa Katoliki Tanzania liko katika shamra-shamra za uzinduzi wa jimbo jipya la Bagamoyo ambao ulifanyika jana Jumamosi Mei 3, 2025, na hivi leo kusimikwa rasmi askofu wake wa kwanza, Mhashamu Askofu Stefano Lameck Musomba, mtawa wa shirika la Mtakatifu Agustino. Awali ya yote, napenda kuwaletea salamu na pongezi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maadhimisho haya yote mawili. Mheshimiwa Rais alipokea na kuridhia ombi lenu kuwa mgeni rasmi. Hata hivyo, kutokana na majukumu mengine ya kitaifa aliyonayo, amenituma nimwakilishe. Nami nilifurahia sana upendeleo huo wa kuja kuungana na kanisa katika maadhimisho haya. Nilifurahia sana upendeleo wa kuja kuungana na kanisa katika maadhimisho haya yenye baraka na furaha kubwa. Na ninasema hivi hasa kufuatia bahati nyingine niliyopata ya kumwakilisha Mheshimiwa Rais katika misa ya mazishi ya hayati Papa Francisco Jumamosi iliyopita, lakini pia nikapata tena bahati ya kufanya hija pale ulipo mwili wa Mtakatifu Rita kule Kasia Jumapili iliyopita. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakupongeza sana Mhashamu Baba Askofu Musomba kwa kuteuliwa na hayati Papa Francisco kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo na kwa kusimikwa rasmi katika nafasi hiyo siku ya leo. Aidha, Mheshimiwa Rais analipongeza Kanisa Katoliki kwa uzinduzi wa jimbo jipya, lakini pia nawapongeza waheshimiwa mapadre na watawa wote watakao hudumu katika jimbo hili jipya. Waheshimiwa maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, nami naungana na Mheshimiwa Rais kuwapongeza wanajimbo la Bagamoyo kwa kupata jimbo na mchungaji mkuu. Na kama ambavyo imeelezwa, Bagamoyo imekuwa ndio mlango wa kuingia kwa imani ya Kikristo hapa nchini na maeneo mengine ya Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Na kwa historia yake, pengine Bagamoyo ilistahili kuwa jimbo muda mrefu uliopita.
Lakini kama maandiko matakatifu yanavyosema, kila jambo na wakati wake. Ukisoma Mhubiri sura ile ya 3 aya ya kwanza mpaka ya 8 utaona hivyo. Kwa hiyo tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuruhusu jambo hili litimie jana na leo katika mwaka huu wa Bwana. Lakini vile vile kwa namna ya pekee kabisa, nami naomba kukupongeza sana Mhashamu Askofu Musomba kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo. Na jukumu hili la kichungaji la kulea jimbo Katoliki la Bagamoyo ni kubwa. Lakini Mungu aliyekuita katika utume na uinjilishaji atakuwezesha kulitimiza kusudi la wito wako katika Kristo Yesu. Tunasoma katika waraka kwa Waebrania sura ile ya 5 aya ya 4. Inasema, na hapana mtu ajitwaliaye mwenyewe heshima hii, ila yeye aitwaye na Mungu kama vile Haruni. Kwa hiyo vivyo hivyo na wapongeza wanajimbo la Bagamoyo kwa kumpata Mhashamu Baba Askofu Musomba kama kiongozi wenu mkuu. Na ni matumaini yangu kuwa mtampatia ushirikiano wa kutosha, pamoja na kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ili aendelee kuwaongoza vema. Lakini pia hakikisheni mnajitoa kulitegemeza jimbo lenu. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, uamuzi wa Baba Mtakatifu Francisco kuunda jimbo hili jipya sio tu umeipa Bagamoyo hadhi, lakini pia umesogeza huduma za kichungaji kwa waamini na utaongeza kasi ya uinjilishaji. Na bila shaka kusogeza kwa huduma za kichungaji kutaongeza pia upatikanaji wa huduma za kijamii zinazotolewa na kanisa. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, napenda kuhakikishia waamini wa jimbo Katoliki la Bagamoyo na Watanzania wote kuwa serikali inathamini sana mchango mkubwa wa kanisa Katoliki na madhehebu mengine ya dini katika kuimarisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za jamii na hususan afya na elimu. Aidha, serikali itaendelea kutoa ushirikiano kwa viongozi wa dini na taasisi zake ili waweze kutekeleza majukumu yao ya kuhudumia umma wa Watanzania. Kwa maneno mengine, tutazingatia rai iliyotolewa hapa kwamba serikali iendelee kuunga mkono juhudi za kanisa na kutoa ushirikiano kama mshirika mwenza na si mshindani katika kuwaletea maendeleo wa Tanzania kwa kuzingatia mazingira mahalia. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia jimbo jipya la Bagamoyo na kutupatia Mhashamu Baba Askofu Musomba kama mchungaji wetu mkuu, napenda kutilia mkazo japo kwa kifupi mambo yafuatayo. Kwanza, napenda kwa niaba ya serikali kutoa pole kwa Padre Dr. Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Lakini pia pole kwa baraza zima la maaskofu na kanisa kwa ujumla kufuatia tukio la kushambuliwa na kuumizwa vibaya wakati akiwa kwenye makazi yake. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria. Na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa kupitia kwa makamu rais wa TEC hapa. Napenda niwahakikishie Watanzania
na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na tukio hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 aya ya 19 ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana Watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Ni wito wa serikali kwa Watanzania wote kujitokeza kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kushiriki kampeni na kujitokeza kupiga kura siku ya uchaguzi. Napenda kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ni muhimu pia kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi zetu za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 3 aya ya 11 ambayo inasema, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia na hasa kuzuia ndimi zetu kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya 1 aya ya 19 mpaka 20 ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe. Napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa. Lakini vile vile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, napongeza homilia nzuri sana iliyosheheni mafundisho ya msingi kwetu sote. Lakini pia nimepokea risala ya kanisa iliyosomwa mbele yetu na Mhashamu Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Nimepokea
ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya Kanisa Katoliki Jimbo la Morogoro, ambao sasa ni sehemu ya Jimbo Jipya la Bagamoyo, ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha ADEM. Kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na kwa ajili hiyo, ninamwelekeza Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalamu kutoka wizara yake ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ili wakae mezani na uongozi wa Kanisa Katoliki Jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa swala hili. Aidha, taarifa ya timu hiyo ya pamoja iwasilishwe serikalini mapema iwezekanavyo kwa ajili ya uamuzi. Mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais aliyenituma kumwakilisha katika maadhimisho haya, narudia tena kumpongeza sana Mheshimiwa Askofu Stefano Msomba OSE kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Aidha, ninamtakia Mhashamu Baba Askofu Msomba afya njema na umri mrefu ili aendelee kutubariki, kutufundisha na kutuombea. Vile vile ninawataka waamini wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo na wote wenye mapenzi mema, heri katika uzinduzi wa Jimbo Jipya la Bagamoyo. Na naomba sasa nimalizie hotuba hii kwa kukabidhi fedha kidogo, shilingi milioni 20 ambazo Mheshimiwa Rais amenituma nimkabidhi Baba Askofu Msomba kwa ajili ya mafuta ya gari ya kuanzia ziara zake za kichungaji katika jimbo hili jipya. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu awabariki. Sherehe njema. Wameambatana nami kwenye msafara, walete kabisa zawadi ya baba aweze kufanya kazi yake vizuri.